Ile tena sio tukakaa na babu yake. Tukasema tulikuwa naye makaburini kwa mamake. Tukaenda naye. Kufika pale tuna mishumaa yetu mitatu. Tukamwambia hebu chuchumaa mwashie mama mshumaa. Mimi naogopa mama mzee atanichukua. Babu yake hamna bwana, angekuwa mwanangu hapa anainuka singeinuka nirudi naye nyumbani. Njoo bwana tuwashe mshumaa. Mama hawezi kuinuka hapa kuchukue. Mtoto aliogopa. Baada ya kumbembeleza huko na huko ndo akakubali. Tukakaa naye pale akawasha mshumaa. Ndo tukajua kumbe akili anayo, anajua kama mamake amefariki. Ni kilio na majonzi mazito kwa mtoto huyu anayefahamika kwa jina la Nilham Idi, ambaye baba yake mzazi pamoja na mama yake mzazi wote wametangulia mbele za haki na kumwacha mtoto Nilham akiwa na umri mdogo sana. Nilham kwa sasa anasoma darasa la kwanza. Anatembea umbali mrefu kweli kweli, takriban kilomita 10 mpaka afike shuleni. Yapo mengi magumu kweli kweli anayopitia. Hapa Faza Families Media tukazungumza na bibi mlezi wa Nilham, naye anatujuza. Wahenga wanasema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako na kutoa ni moyo na si utajiri. Leo hii nipo mkoani Morogoro, nyumbani kwa bibi yake na Nilham, mtoto ambaye aliachwa na wazazi wake wote wawili kwa kipindi kimoja. Na hapa anaishi na bibi yake ambaye anafahamika kwa jina la Bibi Ed. Hapa ndipo anapoishi mtoto Nilham ambaye ni yatima ama aliachwa na wazazi wake wote wawili. Mtoto huyu anapitia changamoto nyingi katika maisha, huku akiwa anasoma darasa la kwanza na shule ambayo anasoma iko mbali mrefu, huku akitembea kwa miguu kwenda na kurudi kilomita 10. Tumezungumza na bibi yake ambaye anamlea, bibi mzaa mama, na ameweza kuelezea changamoto nyingi ambazo mtoto huyu anakumbana nazo, kwani mtoto huyu mara kwa mara anamdai bibi yake tracksuit za shule, lakini uwezo wa bibi yake ni mdogo, hawezi kuvipata vitu hivyo, hali ya kuwa hana biashara yoyote. Hivyo anaomba msaada kwa Tanzania wote ambao mnamtazama ili muweze kumsaidia binti huyu aweze kuendelea na masomo yake kwa amani. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Saidia na wewe utasaidiwa. Jina langu naitwa Sabitina Ali. Nyuma ya kamera yupo Garvas Machaku. Karibu. Naam, mtazamaji wa anayekutazama, Bibi Nilham anatamani kufahamu historia ya maisha yenu na mjukuu wako. Naitwa Hamadi Ismaili, ni bibi yake na Nilham Idi. Muhamedi ni mjukuu wangu aloachwa na mama yake ambaye ni mama yake na mimi. Huyo mama yake na Nilham. Mwanangu aliugua kwa kipindi kifupi mwaka 2023 mwezi wa 12 tarehe 23 akafariki tarehe 24 tukazika. Ndio ameniachia mjukuu wangu akiwa na miaka itakuwa miaka 5, kwa sababu mpaka mwezi wa 10 tarehe 12 mwaka huu ndo atimiza miaka 7. Chanzo cha kifo cha mtoto wako kilikuwa ni kipi? Mwanangu alikuwa anatapika damu. Alipokuwa anatapika damu nikamchukua nikampeleka hospitali ya Kimi kupima, wakasema anasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kapata dawa akatumia, lakini mwisho ndo kama hivyo akafariki. Na baba Nilham? Baba Nilham naye tuseme alikuwa anaumwa, alikuwa anasumbuliwa na moyo, mapafu yalijaa maji. Kwa naye akasumbuliwa kama ndani ya mwezi mmoja. Mwaka 2020 na yeye ndo tuseme alipokuwa anaugua akafariki. Alimwacha mwanae akiwa na miaka 2 pamoja na mtoto wangu, lakini nilipofika ndio 2023 naye akafariki. Na maana alianza kutangulia baba. Alianza kutangulia baba, mama ndo akafuatia. Kipindi hicho walikuwa wanaishi wapi? Kipindi hicho walikuwa wanaishi Tuliani. Katika nyumba za kupanga ama nyumba ya kwao? Nyumba ya kwao. Walijenga pamoja wakiwa na mwanangu. Lakini baada ya mume wake alivyofariki, mwanangu akarudi hapa nyumbani na mpaka ndo mauti ukamkuta.
Mwanao mauti ulimkutia hapa? Ulimkutia hapa nyumbani. Katika hali isiyo ya kawaida kabisa na ya kuhuzunisha mno ni mazingira ambayo mtoto huyu Nilham analala. Yote hii ni kutokana na ugumu wa maisha, kwani bibi yake na Nilham kwa sasa hana kazi yoyote ambayo inamuingizia kipato. Tuseme aliugua, kwa hiyo tukampeleka hospitali ya mkoa. Hospitali ya mkoa alipofariki, basi msiba tukarudisha hapa nyumbani tukazika Kola. Pole sana. Asante. Na katika familia ya upande wa kiume, ina maana huyu Nilham ni mtoto wao. Je, kuna kitu chochote ambacho anatoa ama ni wale watu ambao kama wamempotezea mtoto? Yaani wanatoa, lakini sio kama vile inavyotakiwa, kwa sababu mtu amefariki ameacha nyumba na wameweka wapangaji. Nikategemea labda kila mwezi mtoto akawa anamtumia huduma, labda kama hivi mtoto anasoma. Lakini utakuta tangu alivyofariki baba yake, tuseme ikawa huduma ndio hivyo hivyo kwa mwanangu, mpaka mwanangu alivyofariki mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 6 ndio yule baba akaanza kutuma huduma kwa mjukuu wake. Kwa utakuta anakaa ndani ya miezi 2 anamtumia kama ni 15,000, 20,000, anakuambia mwenye huyo alopanga anasema make pale kama kuna frame na vyumba. Kwa anakuambia biashara ngumu, kwa hiyo sema anatoa hela kila mwezi, na kule kuna wezie wawili walioachwa na baba yao. Kwa hiyo anamtumia mjukuu wake hela hiyo. Basi ina maana mwanaume alikuwa na watoto wengine wawili. Lakini huyu Nilham kwa mamake yuko peke yake. Kwa hiyo hela ambayo anatuma 15,000 anatuma kwa miezi mingapi? Baada ya miezi 2, yani sio kila mwezi useme labda anatuma huduma kwa mtoto, yani baada ya miezi 2 anakuambia ndo anakutumia. Na nyumba ina ukubwa gani na ina vyumba vingapi? Nyumba ina vyumba kama 2 sikosei, ila chumba kimoja wameweka kama ndio hiyo unasema nani studio. Na kama ni kitu kutakuwa na singumu hilo kuepo. Sawa. Na je, mshawahi kufuatilia labda hati za nyumba, labda akazipata labda mtoto, ama mkafuatilia kwa ndugu vipi hatima ya mtoto huyu, ama mliamua kupotezea? Tuliamua kupotezea kwa sababu tangu kifo cha baba mtu na mwanangu akiwa bado yuko hai na mwanamke alikuwa wa ndoa, lakini mwanangu hakupewa chochote, tuseme kwa sababu ameachwa mtoto mdogo wa miaka 2, wenyewe walichuma vitu vyao ndani. Ndio ilikuwa vizuri yani kusema kaacha mtoto marehemu, pale tungegaiwa vitu vya babake, lakini yule babu halikataa kutoa vile vitu. Ni baada tu vitu tulivyomtunza mtoto wangu wakati wa ndoa yake ndio tulivyopewa kurudi navyo nyumbani. Kwa hiyo tukaona basi haina sababu tena kusema kufuatilia kuomba kama mwanangu naye umauti ulivyomkuta basi. Ina maana vile vitu vyote ambavyo alikuwa ametafuta na mume wake hamkuweza kupewa, bali mlipewa vitu ambavyo mlimtunza nyie katika ndoa yake. Tulipewa tu vitu. Na hivyo vitu vilipelekwa wapi? Hivyo vitu walivyotunzwa nirudi navyo hapa nyumbani, kwa sababu ni vyombo tu mwanangu ndio nilimtunza wakati wa ndoa yake. Na hivyo vingine ambavyo vilibaki huko alivichukua nani? Alivichukua babu mtu, sababu mpaka nyumba hati kila kitu anazo babu mtu. Sawa. Haya, tuelekee basi kwenye upande wa changamoto za mtoto huyu ambapo mnamlea. Ni changamoto zipi ambazo mnapitia? Changamoto tunazopitia kwa huyu mtoto tuseme kwenye chakula, sababu mtoto anatakiwa ale ashibe ndo aende shule. Utakuta na mimi ndo hivyo, bibi yake sina kazi sasa hivi wala sina biashara, nipo tu nyumbani. Changamoto nyingine mtoto utakuta anarudi, bibi natakiwa na mimi niwe na tracksuit kama wenzangu wanazovaa shuleni, naambia subiri ningepata hela mjukuu wangu utafanya nitakununulia. Kwa ni hiyo changamoto. Viatu, begi. Tracksuit ni kiasi gani? Tracksuit pale shuleni nilipoulizia niliambiwa zinauzwa 25,000. Yani hizo wanavaa siku ya Jumatano na Ijumaa. T-shirt tulibarikiwa tulimnunulia. Na vipi kwenye upande wa ufaulu wake darasani? Ufaulu wake tuseme ni mzuri tu, kusema kweli namshukuru Mungu, yani maendeleo yake ni mazuri tu shuleni. Anafanya vizuri? Anafanya tu vizuri. Ina maana ni bibi ambaye unafuatilia maendeleo yake darasani?
nafuatilia kwa sababu nasema mwenyewe ndo kama faraja yangu, mwanangu alioniachia, kwa hiyo lazima nifanye nimzingatie, nimfuatilie. Kwa hiyo ni maendeleo yake ni mazuri tu kusema wewe, namshukuru Mungu. Sawa, wewe kama bibi unafanya vipi ili Nilha kujiona kama ana malezi ya baba na mama, akiona wenzake hapo na mama zao na baba zao, unamfariji vipi? Yaani kusema ukweli namshukuru Mungu. Jinsi nilivyomlea mjukuu wangu tangu nasemea hiyo miaka 2 aliachwa na babake. Mamake alikuwa kwa sababu sio mkaji nyumbani, nifanya kazi, mwenyewe kwa anapenda kufanya kazi. Kwa aliniachia mjukuu wangu, mama mwangalie mjukuu wako, mimi naenda kutafuta tunachopata, kila mwezi nitakuwa nakutumia. Kwa hiyo kweli na watoto wangu 2 wadogo, kwa sababu nilizaa watoto 4. Wa kwanza ndio huyo marehemu, wa pili yupo, wa tatu yuko darasa 3 na wa 4 yuko chekechea. Kwa hiyo wale watoto jinsi ninavyowalea, yani namlea kama niliamu ninavomlea kama watoto zangu. Yani bora wakosi watoto wangu kitu ni mwanze yule pale, kwa sababu yule baba yao yupo, mama yao nipo. Kwa hiyo mtoto nitaposema niwanunulie wale wenzie, nikamwacha atajisikia mnyonge kusema kwa sababu baba hayupo, mama hayupo, bibi ananibagua. Kwa hiyo bora ni mwanze yeye alikuwa na wazazi afu ndo nifuatie wale wenzie walikuwepo, sisi tupo. Nilha anajua kama hana wazazi? Anajua. Anajua kila kitu, ninachoshukuru kwa sababu tulisema labda hatojua chochote. Ila iko siku tukae naye tumwambie, lakini bahati nzuri alikaa siku moja tuseme na mdogo wangu alikuwa anauza 8 kule mama lishe. Kwa akawa anamchukuaga kipindi hicho mamake alipofariki, anashinda naye kule. Basi siku kakaa na mama mmoja pale ndo anamwambia, "Unajua mwenzio mimi sina baba, sina mama, niko tu na bibi yangu mama Ade tu ndo nakaa naye." Kwa hiyo nilipopigiwa simu kuambiwa ile habari kweli niliniuma sana. Asema mimi najua mjukuu wangu hajui chochote. Leo hii kumbe anajua kila kitu kinachoendelea. Kweli nikakaa naye. Ndio maana nasema mtoto ana ufahamu mkubwa. Sababu tulipokaa naye kwanza kumwambia, hivi unajua kama mama hayupo, upo tu na mama mdogo ndio mwanangu wa pili. Kwa hiyo kuanzia leo huyu mama mdogo ndio muite mama." Akasema sawa bibi. Kwa hiyo nataka kuniambia mama hayupo, baba hayupo, kama kuna yani mama yake alikuwa na rafiki yake naye amefariki. Kama ulifuatana na mwanangu. Mwezi alianza mwezi wa 10, yeye amefariki mwanangu amefariki mwezi wa 12. Kwa hiyo bibi mimi kama Ikra, sina baba wala sina baba wala mama, nikamwambia Kwa hiyo babangu alianza kufariki. Alifariki mwaka 2022. Kwa hiyo nikamwambia unajua mzee Kilombero hayupo. Kwa hiyo mamako kaenda akamfuata babu kule mzee Kilombero. Kipindi hicho mama alikuwa hayupo. Alikuwa Pangawe. Akasema, "Bibi, kwa bibi Mabanzi naye yuko wapi?" Nikamwambia yuko Pangawe. Kwa hiyo atarudi. Atarudi. Kwa hiyo kategemea naye vile hayupo, labda naye hayupo kama nilivyomwambia mzazi wake na baba hayupo. Kwa hiyo akaunganisha vile, lakini baadaye akaniuliza swali kama hilo, nikaja mtoto kweli ana akili. Tukaja tena sio tukakaa na babu yake. Tukasababu tulikuwa naye makaburini kwa mamake. Tukaenda naye. Kufika pale tuna mishumaa yetu 3. Tukamwambia hebu chuchumaa mwashe mama mshumaa. Mimi naogopa mama mzee atanichukua. Babu yake, "Hamna bwana, angekuwa mwanangu hapa anainuka, singeinuka nirudi naye nyumbani. Njoo bwana tuwashe mshumaa. Mama hawezi kuinuka hapa kuchukue." Mtoto aliogopa. Baada ya kumbembeleza huko na huko ndo akakubali. Tukakaa naye pale akawasha mshumaa. Ndo tukajua kumbe akili anayo, anajua kama mamake amefariki. Na vipi kwa upande wa familia ya ndugu wa baba dogo huko, mashangazi? Kuna chochote ambacho anatoa tukiachana na babu? Yaani bahati mbaya katika kuzaliwa kwao babake walizaliwa na umetupu. Hakuwa na dada. Lakini na baba mdogo wapo, lakini hakuna ushirikiano wote walioonyesha tangu kipindi hicho cha shemeji yao kuwepo mpaka yupo. Tuseme kuna mtoto labda ameachwa na kakaangu, labda anakuja hata kumfuatilia hata kumuona hivi, hakuna. Pole. Na vipi kwa upande wa mahitaji yake sasa ya shuleni? Anayapata yote kwa wakati ama kuna vitu ambavyo anavikosa? Kuna vitu anavikosa kama hizo taksudi zinaniumizaga sana kichwa, yani kila kirudi. Bibi wenzangu taksudi wanavaa, mimi hata taksudi sina. Bibi nunulie, naambia subiri mjukuu wangu nikipata hela nitakununulia.
anaridhika mwenyewe. Na vipi hali ya kimaisha hapa nyumbani? Hali ya kimaisha hapa nyumbani kusema kweli ni ngumu, kwa sababu sina mtaji, sina biashara ni labda au kazi, lakini namshukuru tu Mungu, mtu unahangaika ili mradi watoto wanapata riziki, kama hivyo wanaenda shule, namshukuru Mungu. Neno lako moja kwa Mtanzania anayekutazama ni kipi hasa ambacho mnaomba msaidiwe ili kumwezesha binti Nila aweze kufanya vizuri darasani? Mimi nilichokuwa naomba kitu cha msingi sana, yani nipate mtaji. Najua nikishakuwa na biashara, yani nakaa najua kabisa nafanya biashara na mjukuu wangu yupo anahitaji mahitaji, inabidi nifanye nimpatie kwa wakati. Ndo. Na kipi kingine ambacho mtoto asaidiwe? Kingine anachosaidiwa tuseme labda mazingira, tuseme hata ya ndani hapo anapolala mtoto. Yani so mazingira mazuri. Hata tukiingia hapo sasa hivi upaone, yani mazingira yake sio, lakini ndio hivyo, sina jinsi. Yapo mahitaji mengi ambayo mtoto Nilham anayahitaji, kama vile madaftari ya shule, tracksuit, lakini pia hata pesa za kuweza kukizi mahitaji mengine kama chakula. Na hapa bibi yake anaomba msaada kwa yeyote atakayeguswa kumsaidia, basi unaweza kumsaidia kupitia namba 0789 57 71 73. Jina litatoka Raymond John Martin